today is succeed in your own life. Hallelujah. Nataka kuzungumza juu ya mtu kufanikiwa katika maisha yake mwenyewe. You see, in this world, if you are doing nothing, you are getting nothing. Ukitaka kubarikiwa lazima ufanye kitu. Mtoto ambaye anaenda kwa shule, anaenda kusoma, kama hawezi angalia vitabu, hatapita mtihani. Atatoka huko na maneno kukuambia kwamba wakati naingia pale mwalimu ananiangaliaga macho mbaya, watoto wengine wananichuna, wao kalamu yangu ilipotea, kitabu anakuja na stories. Hakwenda kusoma, alienda stories. So wakati mtoto anaenda kwa shule, lazima aangalie kile kimempeleka kwa shule. Huyo atafaulu. Sasa tunazungumza juu ya kufaulu katika maisha. Kila mtu lazima afaulu ndani ya maisha yake. Mtu yeyote ambaye anaanza biashara na yeye anafanya biashara ya kushindana, hawezi kufaulu katika maisha yake ya biashara. Maana ameweka sukari kwa sababu aliona jirani anauza sukari. Ameweka maharagwe kwa sababu jirani yake anauza maharagwe na njugu. Huyu mtu hakuna kitu ameenda kufanya biashara, ameenda kushindana na huyu. Na hii kushindana hauwezi succeed katika maisha. Inataka kujiamini ya kwamba unaweza fanya kitu. You are a unique person and you can do things that nobody has done. So usiangalie ile mtu alifanya ndio uanze. Anza yako ambaye hakuna mtu mwingine amewahi kufanya. Uone vile utasucceed katika maisha. Hii ndio nataka kuzungumzia watu wa succeed katika maisha yao. Hili ya kwamba kama hata baba yako alikuwa amejenga nyumba ya gorofa, wewe jenga ile ya magorofa 5. Baba yako alijenga hapa na juu. Sema mimi nataka kujenga gorofa 5 zangu za kukaa tu. Bwana utawezaje? Mimi sikuja hapa kujenga ati unifundishe. Ninataka kujenga sababu roho yangu inataka kujenga nyumba ghorofa 5. Kama baba yako alinunua ile tulikuwa tunaita msekobe. Msekobe ni gari. Volkswagen, wewe unajua. Sasa wewe useme hata mimi nataka Volkswagen kama baba yangu, naanzia hapo maisha. Hapana, tunaje ujinga bwana. Hii maandiko inasema kwamba ofisi za vitu ndogo ndogo zilifungwa. Wale ambao wanataka kuja kuombewa, mkumbuke hili neno. Ukija kwa Pisopotinga akuombee ununue baisikeli, sitaomba. Kwa sababu hiyo ofisi imeshafungwa. Kwa nini kuombea uanze kusema kwamba nilikudanganya? Niombee nataka kuchukua pikipiki. Na mimi najua pikipiki za slow killer. Sasa kwa nini nakuombea kwenda kuua watu? I cannot do that. If you can kuja na kitu important ambayo unataka kuombewa, maana ile ambayo mwanadamu hawezi, hiyo ndio tunapatia Mungu. So wakati tunataka kusatiri katika maisha, kitu cha kwanza lazima tujue ya kwamba Mungu ni mkubwa kuliko kitu yote duniani. Na tunapomwendea tusiende kama watu wadogo, tuende kama watu ambao tunajua kwamba tunaenda kwa mtu mkubwa. Unapopata chance kuongea na president, hapana fanya kama vile ulienda kwa chief yako. My friend, umeenda kwa mtu ambaye chief na akifika pale anapiga magoti. Umeenda mahali ambapo wacha chief ndio anapiga magoti. Sasa wewe umeruka chief, ukaruka ndio, umeruka, alafu umefika mahali unaenda pale na mchezo. Ati president nimekuja hapa. Nilikuwa nafikiria kama unaweza kunipea ulikuwa unafikiria kama ulikuwa unafikiria kwenda nyumbani ufikirie huko. Mahali unaenda kile unataka unaweza pata. Sasa hapa ni kwa Mungu aliyeumba dunia hii na vitu vyote viko kwa mkono yake, na anaweza kumpa mtu yeyote kile ambacho mtu anataka. So wewe unapokuja hapo unataka kusucceed katika maisha, inatakana uwe na reason na kitu ambacho unataka. Kama hakuna lengo kwa kile kitu unataka kuombewa, usiombewe. Hakuna haja ya kuombea tu niombee tu. Hata nikuombee tu nitajua naomba. Kuna kitu kinaitwa tu. Hakuna kitu kinaitwa tu duniani. Halafu ukisema niko na shida, unaulizwa ni shida gani? Wewe unaomba tu niko na shida nyingi. Hiyo kitu shida gani inaitwa shida nyingi? Hakuna kitu inaitwa shida nyingi bwana. Ni sawa tuna mtu amekuja kwako unamuuliza utakunywa nini? Na kunywa soda. Soda gani unataka? Yoyote. Unawahi kwenda kwa duka ukasema nipe soda yoyote, kwa mtu akuletea soda ile inaitwa yoyote. Kuna Fanta, kuna Sprite, kuna Coke, na wewe unakataa unataka soda yoyote. Bwana, watu wengine wanakuja kusumbua kanisa. Wewe kama umekuja kanisa, amua kukaa kanisa na upate kusimama kama mtoto wa Mungu, ufanikiwe katika maisha yako. Watu wanapokuona kama Mkristo ambaye amekuja kanisani, wanataka kukuona ukiwa tajiri, wanataka kukuona ukiwa umefanikiwa, wanataka kukuona ukiongea vizuri, wanataka kukuona ukiwa na roho safi. Mbona unakuwa kanisani wewe ndio unajua kugombana, wewe ndio unajua kusengenya, wewe ndio unajua ukahaba, wewe ndio unajua kuuza pombe, wewe ndio unajua hata kunywa bangi. Hata kuna Wakristo wanakunywa bangi. Niliwaona huko nyumbani, akikunywa bangi akishika tarama anataka kupiga. Unafikiria angel ameshuka.
roho gani ule kwani? Mtu akana bangi mpaka iko nyingine kwa mfuko, lakini anapiga ndani mpaka roho yako imeshuka roho. Sister, brother, ujiulize ni roho gani huyu ambaye ameshuka kwa bangi? Akitoka hapo mkikutania kwa mlango, yeye anaenda na wajinga waumie. Ameshaweka kitu yake na chapa. Na hapa mliona kama angel ameshuka. Wacha bwana. Ndio maana wanafanya hata section ya kwaya inatukanwa. Sasa wanasema vijana wote wao wa kwaya ni makahaba tu. Kwa sababu gani? Unapomweka katika njia hii, hataki kushika, hataki kufaulu katika maisha yake. Yeye anataka kuishi katika vile watu wanaishi. Bishop Otinga amekuja kutoa hiyo ujinga. Anakuambia kwamba ukitaka kusucceed katika maisha lazima usimame firm kwa ile kitu unataka. Na ufanye kitu kwa mikono yako. Kama ni biashara, anza. Kama ni kazi, fanya. Kama ni nyumba, fanya. Watu ambao wanarukaruka kwa kazi, leo ako kwa hii ya kushona. Kesho anataka kusuka nywele. Kesho nyingine anasema yeye anaenda catering. Kesho nyingine huyu mtu ajui hataki kazi. Hii ni pepo. Hapana, ombea mtu kama huyo. Hiyo ni pepo. Mwambie aende huko. Ndio ujinga. Soma katika maandiko. Joshua 1:8. Joshua chapter 1 verse 8. Ninasoma Joshua verse 1 verse 8, inasema hivi. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Upate kufanikiwa, kuangalia kutenda sawa sawa na maneno ya kitabu yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Basi ngoja hapo. Unaona vile nimesema? Can somebody read it to us in English? Ula akona ya Kiingereza asome kidogo. Kwa sababu anasema maneno ya kitabu hiki yasiondoke katika kinywa chako. Hakusema uweke kwa roho. Hakusema useme nimeokoka, nimeamini. Read my sister. Soma na sauti, hapana soma kama mtu ambaye unaogopa ati utakuja kushikwa hapa. Hakuna mtu anashika watu hapa. Hakuna corona. It says, this book of the law shall not depart from your mouth. This book of the law shall not depart from your mouth. But you shall meditate in it day and night. You shall meditate on it day and night. Sijui kwa nini hawakunipa microphone. Nataka hata majirani wangesikia maneno. Wasikia vile inasema bwana. Inasema kwamba mambo ya kitabu hiki yasiondoke. Lakini meditate on the word you read from the Bible. That you may observe to do according to all that is written in it. Observe to do what you read. Hey, yeah. My sisters and brothers who are here and those who are hearing me, this is now the gospel. I want to preach now. I'm ready to tell you the truth. Because to succeed in life, the first thing, focus to the word of God. Because this is the only way to succeed in life. Ndiye anasema unatafakari maneno haya ili ya kwamba uendelee. Go on, my sister. From then, you will make your way. From there, you will make your way prosperous. And then you will have good success. You will have good success. Those who want to have good success, you must focus to the word. There is no way you can succeed because your father is rich. You cannot succeed because you have money. You cannot succeed because you have a car. You cannot succeed because you have built a house. The way to succeed is to take the word of God and swallow it. Glory. Hallelujah. Amen. Do according to what you read from the Bible and see what God has said. Because you play your part, God will play his part. Correct. Oh, hallelujah. Yes, if you want to succeed in your life, the first thing to do, you must give your life to God. And say, from today, I want to follow God who succeeded in life. And so that I can succeed in life. Amen. Ukitembea na mwizi utakuanga tu mwizi. Ukitembea na mchawi wewe ni mchawi tu. Nionyeshe rafiki yako, ni kuonyesha tabia yako. That's the Bible. Hallelujah. So if you want to succeed in your life,
The first thing is to go deeper to the word of God. Then follow what you read from your Bible. Don't do what you read from my Bible. Leave mine aside. You have your own Bible. Yes. You need to buy a Bible if you don't have it. Then you start follow what you are reading from in the Bible. Yes. Then you will succeed in life. The Bible says you will prosper Successful. and make yourself a successor. Amen. When you succeed in life, you study giving. Yes. You start doing things that people cannot do. Because you are a blessed woman or a blessed man. Hallelujah. Those who are blessed, they follow the word of God and they do exactly what they read from the word of God. Amen. Then they open up their ways. So don't wait for somebody to teach you how to grow in business. Amen. Or how to make your house. Hey, wewe enda tu anze kuuliza mtu ya kwamba bwana wangu amenifukuza. Na wewe naona unaishi. Nitafanyaje ili niweze kuendelea na maisha yangu? Nataka kurudi kwa nyumba yangu. Akwambia waacha ujinga. Wewe uone mimi nakaa. Umeniona bwana? Na sisi nakula naishi. Angalia vile niko na vitu vya ajabu. Hajakusaidia. She's not teaching you. If you have a husband or you have a wife, stand still to your house. Make your house to move. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini wewe enda tu utafute wale ambaye hawakusucceed kwa maisha, utafute wakusaidie kusucceed au utasucceed. Mtu ambaye alijaribu biashara akafeli, unaenda kumwambia kwamba nataka kuanza biashara. Sasa atakwambia kwamba biashara ni kitu mbaya. Mimi nilijaribu hata uwezi. Biashara haiwezekani. Hallelujah. Amen. So kusucceed kwa maisha tunajifunza kwa wale walio succeed. Ndio maana nyumba nyingi za watu zimevunjika. Biashara nyingi za watu zimeanguka. Kwa sababu alienda kwa mtu ambaye anaitwa Panda Mbegu. Akamwambia, bwana Panda Mbegu, nataka kuanza business kubwa. Unisaidie. Uniombee, Mungu anisaidie. Bwana Panda Mbegu akamwambia, hii business unataka kuanza ni ya pesa ngapi? Akamwambia ni ya 1.2 million. Akasema, sasa kwa sababu unataka kabisa isucceed, half of the money must give it to the Panda Mbegu. Then you will succeed. My friend. Unawahi kwenda nyumbani ukaona wachawi vile wanafanya? Mchawi anakuja kwako anakuambia, unamwambia kwamba nataka unitengenezee hii boma. Anakuambia mimi ndio ule. Wanasemanga hao ndio walienda Juba wakarudi chini. Tena majina yao ni fane fane. Hayo unamwambia kutengenezea boma lako. Anasema I'm ready. I'm ready to do it. Uliza nilifanya kwa ya fulani, nilifanya ya fulani, nilifanya ya fulani. Wewe succeed. Na kumbe anataka kwanza kuspoil akili yako. Akisha spoil akili yako wewe utakubali. Sasa anakuambia kitu cha kwanza ni pesa. Anakuambia pesa fulani. Kama ni 50,000 unatoa. Alafu anakuambia tunataka mbuzi tuchinje. Wewe unaleta mbuzi ichinjwe. Anakuambia hii kichwa utaenda kuzika wapi? Kwa gate. Hii ngozi jinga wewe utaenda kuweka wapi? Nyuma ya nyumba yako. Nyama yote tunabeba tunaenda nao. Mbuzi yako inakuliwa na mchawi. Pesa imeenda, mbuzi imekufa. Wewe umeachiwa kichwa na ngozi. Kichwa na ngozi ndio imebaki kwa boma lako. Na wewe unatembea ukijidai ati nimetengeneza boma. Umeharibu boma. Kesho utatuita sisi tutakuja kutengeneza hiyo boma. Nilikutana na kijana mama mmoja Mkisii. Ameleta kijana mwingine huko kwetu. Lakini mama yake alikuwa mchawi, baba yake alikuwa mchawi. Nikamweleza brother, hii shida yote unapata inatokana na mama yako na baba yako. Akasema hata mimi sijui. Mama yangu amekuja kuniambia alikuwa mtu mzima ya kwamba kulikuwa na nyoka hapo kwetu, sijui na wasichana wetu wakachukua wakagawana. Nikamwambia nipe namba ya mama yako. Nikapigia mama yako. Mama yako akasema hii iko na kila mtoto mpaka apate. Na tulipokuwa kwa boma tulipanda hii, tukapanda hii, tukapanda hii. Nikamwambia basi siwezi kumwambia mtoto wako. Kwa sababu mtamwombeaje aoe? Na tayari nimeshamfunga. Huyo hawezi funguliwa mpaka tuende tutoe ile kitu ipandwe. Mpaka roho anipeleke kwa hiyo boma, aniambia hapa ndio walipanda hiyo kichwa ya mbuzi, nitoe. Hapa ndio walipanda kichwa ya kuku, nitoe. Hapa ndio walipanda ile dawa ya kufunga hao
ndio wewe ndio upate ndoa. Ndio pesa yako ionekane kwa mfuko. To succeed in life, you must know the truth. Because if you know the truth will set you free. Amen. Kama hujajua mama yako alikuwa na nyoka, baba yako alikuwa anapiga hii ramula, hata uombewe na malaika kutoka mbinguni. Let me tell you my sister, nothing will happen. Kama hauko kwa imani yangu, tembea kwa imani yako. Kwa sababu imani yangu ni tofauti na imani yako. Na mahali ambapo mimi naweza pita, wewe huwezi pita. Lazima tu kwanza uingie kwa imani yangu ndio upite mahali nimepita. Haleluya. Elijah akaambia Elisha, ukiniona nikienda, ile ambayo umeomba utapata. Alipomuona alipasua maji kama vile bosi yake alipasua maji bila chochote kwa mkono. Alifanya tu mkono hivi, maji inafanya hivi, wanapita katikati ya nchi kavu. Haleluya. Kwa sababu alimuona akienda, alimjua kama mtu ambaye amesucceed kwa maisha yake. Na wewe ukijua Bishop Otinga amesucceed, fuata yeye. Ukijua kuna mama amesucceed, fuata huyo. Ukitaka kujua kuna mtu wa biashara amefaulu kwa biashara yake, fuata yeye. Wewe biashara yako iendelee. Hapana fuata watu ambao wameshaanguka leo unasema kwamba unataka kuendelea. Utaendelea wapi? Anasema mimi nilijaribu nikashindwa, sasa huyu akishindwa akifaulu mimi nitachekelewa. Anakupeleka njia zile mbaya mpaka pesa ziishe. So hata kanisa ambao unaenda kuombewa, hapana sio pastor wote wamesucceed. Angalia mtu ambaye anapinga kanisa lakini huko anakitakia mambo yake. Hebu angalia background yake. Ukienda watoto wake tabu. Ukienda nyumba ile anakaa inanyeshewa. Ukienda ile kiatu amevaa inaangalia huko, ingine angalia huko, ingine angalia huko. Ukienda kuangalia suti ile amevaa hapo imesha katika. Sasa unaniombeaje mimi nifaulu na wewe hujafaulu? Utanipeaje kitu na wewe una? My sister, tuache kuwa wajinga. Ndugu, tufunguke macho. Tuone ya kwamba lazima sasa hivi wakati umefika kila mtu apate kusimama katika ile kitu ambaye anaweza kufanya. Ndio maana imesema ya kwamba wakati ambapo unataka kutumikia huyu mtu ambaye anaitwa Kristo, ni lazima kwanza upate kumjua ya kwamba mwanzo alikuwa ndani ya neno na huyo neno alikuwa pamoja na baba yake, na akasema ya kwamba ukiniona mimi umeona baba. So hapana uliza baba mwingine, bora umeona mimi. Ukishapata neno umepata Yesu. Hapana uliza Yesu mwingine. Hiyo neno uko nao uko na Yesu. Hiyo injili unatembea nao ni Yesu. Sasa ukishajua ukweli na wewe umpatie mwingine ukweli. Lakini uweze kuhubiria mtu kitu ambaye wewe huna. Hata kwa sababu unaenda kwa shule ya Biblia, ukasomea Biblia, hata usome yote kutoka Genesis mpaka Revelation, hakuna vile utapata ufunuo wa roho. Nothing. Ni ngapi wamesoma? Wameijua Biblia yote. Vitabu yote nakwambia kwa kichwa. Lakini maisha yake ukiona imefeli, mwambie pamoja na Biblia yako kaa kando. Nataka kufuata wale watu wafaulu. Maana sisi tunataka kufaulu katika maisha. We want to succeed in our life. Hallelujah. Amen. Ukijua Mungu, njia zako zote zinafunguliwa. Because hebu tuangalie katika Acts, Matendo ya Mitume 10:34 to 35. Acts chapter 10. Unajua mtu mwingine ukimwambia aenda aanze biashara ama aendelee, anakuambia kwamba sina nini? Sina capital. Appreciate the small starting that you have. Anything that you can start with, appreciate God for that. Haijalishi ya kwamba ulikuwa wewe ulisoma sana, unataka uanze biashara kubwa, so mpaka unataka maelfu. Appreciate kama umeanza na 1,000 kuuza maandazi, kesho utakuwa mtu wa kuuza vitu kubwa wholesale. Utakuwa wholesaler because you have started now the journey. Lakini ule ambaye anatoka anangojea apate capital, wacha angoje. There's no way you will get that capital because you don't know what you want to do. So Mungu hawezi kupatia pesa uende waribu. Wewe hujaifanya biashara. Hata siku moja hujaifanya na unasema kwamba unataka uanze biashara ya bilioni 1. Lazima uanze chini na ile uko nayo. Akisha weke Mungu ndani. Kila siku inapanda. Kila siku inapanda. So my sister, my brother who is in the church and who is watching me, I don't know what you are doing. Don't just cry. You sit down and say you want government to come and help you. The government will not help you. Hata siku moja. What they will do, watafanya uchunguzi. But what I want to tell you that what they can do to you is you to understand that you need to help your government
who is hearing me today, you must help your government. Maana ukianza biashara, community yako yote imeanza kufanikiwa. Ukijenga duka, watu wa kwenu wote wananunua ndani. Umesaidia watu wengi. Ukiweka shule, watoto wengi watakuja kusoma kwa hiyo shule. Ukiweka kanisa, watu watakuja kuabudu Mungu. Hapana kaa tu hapo unasema kwamba usaidiwe kitu gani? Uko na mikono, uko na miguu, uko na macho. Saidia, nikupate mimi. Kutana na Bishop Otinga ndio ujue saidia ina maana. Itakusaidia kweli. Bwana tukwambia saidia na chapa hiyo mkono na nguvu kabisa hata ivunjike. Paka huko ujinga yako. Kwani kuna viwete. Nao wataenda kuomba. Kuna vipofu. Nao wataenda kusaidiwa na nani? Wewe mtu uko tu sawa. Umeumbwa tu sawa. Mwili yako iko sawa. Unajua kuongea. Unaona kitu. Una mikono. Saidia. Kwenda huko. Utasaidiwa mpaka usaidiwe ukimwi na corona. Endelea kusaidiwa. Lakini kama unakuja kwa church na unataka kwenda mbinguni, hear the voice of the prophet. Do what I'm saying. Amen. Prosper, succeed in your life. Amen. Stand still and show people that God is using you. Yes. Glory. Hapana kaa hivi unatembea unasema kwamba unataka ati nilipita hapa fulani wanafanya hivi. Wewe maneno mnaongea tu kwa watu. Kazi yako tu ni kutembea. Hata kwa kanisa unakujaga tu fitina. Ndio maana wamesema keep space. Tuone hiyo fitina yako mahali utapeleka. Sasa ukitoka tena ukifika pale nyumbani hakuna kusimama hapo. Wewe unakaa pale komiti ati tumeshatoka kwa nyumba tunakaa pale tuende kuomba saidia. Sasa hakuna. Soja tunaongeza masoja hapa. Ukitoka tu hapa nyumbani. Enda kwa matanga uone. Ukimaliza tu matanga hakuna haja kusema chai iko wapi. Watu wanalia wakikula, wanakulia wapi? Tulienda kwa kiamba nafikia kabisa. Tumemaliza kuzika tena mnaye. Tunasimama tena mnaye hata anasema kachai kako. Tumesema kama mmemaliza kazi. Wanasema that's the law. Sasa kama unataka kufuata sheria, anza barabara. Hapana simama hapo ukibizana na watu. Maana uking'olewa meno, hakuna mtu atakusaidia. Watafanya uchunguzi. Uling'olewa meno kama unafanya nini? Na kweli kabisa anafanya uchunguzi mzuri. Maana huyu mtu alienda matanga. Yeye anasimama amemaliza matanga tena amesimama pale anataka akunywe. Uliza Benjamin ndio huyo atakupatia story. Tulienda naye matanga moja huko wakati wa corona. Kama si tu nilikuwa na plan tukalala naye kwangu. Lakini wale wengine wote walienda kwa sel. Akimaliza sel wakuja hapa wakizazika hakuna hata kunywa maji. Barabara ingieni na corona yenu kwa gari mwende. Huyu aitokea kwangu kwenda kutania na gari wapi? Kwa mbali. Kwa sababu wasije wakasema hata Bishop Otinga alikuwa hapa tumfuate. Unaona? Watu ni wabaya sana bwana. So wakati unataka kusucceed katika maisha, jifunze kwa hii maneno unaona. Hapana rudi huko useme kwamba unajua mila yetu inasema mila yenu mbona sasa mila haiambii corona. Si mila yenu iambia hata corona ya kwamba tusipochinja ng'ombe wao watu watatotoka kwa kaburi watu uwe. Waambie corona tuone. Correct. Na wakae pale na wachinje hiyo ng'ombe. Ndio tujue kwamba kweli mila inafanya kazi. Hakuna kitu kama hiyo iliisha. Mwambie jirani mila iliisha. Mila iliisha. Corona. Bwana sasa. Hallelujah. Biblia inaniambia it is not what it is. It looks like. It is not what it is looking like. Ndio maana unaweza hata kuwa kwa kanisa kama kubwa kama hii. Unajua hiyo ufunuo ilikuja wakati nilikuwa nazungumza juu ya kanisa. Wakaniambia unaweza kuwa na kanisa kubwa, ukaona watu wanaingia na magari, wanaingia na kazi kubwa, ukawapatia kazi. Kesho yake wanakunyonga. Wanataka hiyo kanisa. Watu sio watu wa kuendelea. Walikuja pale na sababu. Usiwaone bure. Ukaona kwamba kwa sababu alitoa pale 10,000 sadaka, hiyo ni sadaka pekee yake, hajatoa tithe. Unamwambia sasa utakuwa sekretari wangu. Wow! Jichimbie kaburi mwenyewe. Ukaona mama mzuri amekuja anasema hata Bishop sasa na kununulia suti mbili. Na vile nimeona gari yako vile imekuja ni gari kubwa na kupea mafuta ya kwenda nyumbani 10,000 na kuweka kujazia tanka. Chunga hiyo 10,000. Amen. Utailipa. Usione mtu vile alivyo, kwanza mchunguze. Ufikirie juu yake na ile maneno anakuambia.
Kila neno mtu anaosema sio hiyo anayomaanisha. Anaweza kukwambia Bwana, unajua huko kwetu wanasemanga nilembe mno. Mpaka mkono unasikia humu. Si ati anakusalamia, anafikiria hii, unajua hata sense zake zimepotea. Sasa anafikiria vile wazazi wake hawakufaulu na sasa wewe umefaulu. Sasa unasema na huyu mtu alifanya namna gani? Na wewe unafikiria ati ndio anakusalamia. Anawaza kwa moyo na aliendaje akafika mahali amefika. Na hii pesa amepata wapi? Na yeye mbona na mimi nilisoma kumshinda. Mbona tunaona sasa? Mbona kuumiza mkono? Kama wewe ni mtu mzuri toa mkono. Ungekwenda huko na hiyo salamu zako. Kwa si salamu. Salamia mtu na utoka. Na sasa serikali imesema hapana salamia mtu. Basi. Corona ni mzuri. Haleluya. Wewe ni kwanza. Wewe tuaita nikuza mimi corona ni mzuri. Tunasalimiana hapa. Watu. Mpaka unafikiria kwamba unachukua bibi ya mtu kwa maana ulimhagi kwa kanisa. Unajua wakati unahagi mtu hapo, tayari simu imepigwa kwa bwana yake. Umeleta shida kwa nyumba ya mtu na ilikuwa kweli salamu. Mmepoteana kwa muda mrefu. Ukaona kwamba ni ndugu katika Bwana, dada katika Bwana. Ukamwagi dada katika Bwana. Wewe ulimwagi dada katika Bwana. Haya, mwagi dada katika Bwana uone. Corona imesaidia Bwana. Hiyo sasa vitu imeisha. Hata nikikuona unahagi dada katika Bwana, najua uko na maneno mengine. Na ile ambayo uko nayo utaweza kuniona. Unaitwa na mtu wa kamera. Kwamba tuanze kwenda na ile tutafundishwa na Bishop Otinga ili tuendelee mbele. Kwa maana mtu yoyote lazima ufanye kitu kwa mikono yako. Usingoje kufanyiwa. Baba yako akikupatia kitu na wewe unataka upatie mtoto wako kitu ambaye wewe mwenyewe umetengeneza. Sasa wewe unangoja ya baba yako, ukipea mtoto wako wewe ni kitu gani ulimpea? Hakuna kitu. So wakati wote tunapotaka kwenda mbele ili succeed katika maisha, tuachane na watu. Tusimame na akili yetu. Tutafute kipawa ambacho tulipewa ili tuanze kusonga mbele. Kama wewe ni mwimbaji hapana imba kwa sababu fulani aliimba. Kama wewe ni mhubiri hapana hubiri kwa maana mama yako ni mhubiri. Wewe kama ni nabii hapana toa unabii kwa sababu fulani anatoa unabii. Uliza Mungu ya kwamba kipawa yako ni gani? Ukitaka kufaulu katika maisha. Hapana fanya biashara kwa sababu watu wengine wanafanya biashara. Unaweza acha wafanye biashara. Wewe ugeuke kwa kitu kingine na ufanikiwe. Ambia yeye endelee na biashara. Nimeona kweli hiyo pia si njia mbaya, ni njia mzuri. Lakini kwa sababu iko na watu wengi, mimi nimekata kauli ya kwamba sitafanya hiyo biashara, bali nitawapa plan ya biashara. Mtu yote anataka plan ya biashara akuje kwangu anilipe. Sio ni kazi pia. Wewe ufanye biashara, unapea watu plan na wanaenda wana succeed na unalipwa na unakula vizuri. Kwa sababu akikula vizuri wewe unakula vizuri maana umewapea njia. Unaona sasa? Ndio kama tu vile tunahubiria injili. Tunahubiria nyinyi, mnaenda kupata kazi, mnaandikwa, mnatuletea tithe. Tunakula. Kwa sababu tuna succeed kwa ile kazi ambayo tumesimamia. Lakini kama tunakuhubiria tena tunaenda kufanya hiyo kazi, sasa wewe utafanya nini? Tithe yako utapeleka wapi? Maana yule ambaye unataka kumpelekea, pia yeye anataka atoe tithe. So ndio maana tunawaambia kwamba wahuduma walioitwa na Mungu watawahubiria tu injili, lakini nyinyi muwalishe, muwavalishe na muweze kuwawezesha kusonga mbele. Amen. Hili ndio waendelee mbele, wakubariki wewe. Uone ya kwamba mchungaji wako amenunua gari. Uone ya kwamba mchungaji wako anavaa vizuri. Uone ya kwamba mchungaji wako hakosi chakula. Uone ya kwamba mchungaji wako amejenga nyumba. Uone mchungaji wako mtoto wake hakosi kwenda kwa shule. Usiulize hata uombewe, nani akuombee? Tayari umeshajiombea. Hiyo ndio kusucceed katika maisha. Haleluya. Waliokuja katika kanisa na wanataka kusucceed katika maisha, waangalie watumishi ambao waliwekwa mbele na Mungu. Wanapoangalia tu hivi, baraka zao zinawafuata kwenda nyumbani. Hata kitu ambayo hukupanga kufanya, Mungu anakuletea tu ufanye. Kwa sababu ulipomvalisha mchungaji. Maana Yesu anatuambia vitu katika Mathayo, atakuja aulize, nilikuwa na njaa, hamkunipea chakula. Nilikuwa na uchi, hamkunivalisha. Nilikuwa jela, hamkunitembelea. Mtauliza ni siku gani? Ulipomuona Bishop Otinga akiwa sultani, ulimtembelea? Ulipomuona ana mahitaji, ulimsaidia wapi? Ulipomuona ya kwamba anataka kununua nyumba, uliungana naye mkono? Kama hukuunga mkono, hiyo ndio Kristo atakuwa anakuuliza. Because hii kazi nafanya si kwa niaba yangu. Inafanya kwa sababu nimetumwa kuifanya. Lakini niko na mikono na miguu, naweza kwenda kufanya kazi yangu, naweza anza biashara yangu nifanye, naweza kwenda kuandikwa kazi nilipwe, naweza kufanya kazi yote ya kulipwa pesa. Nataka uendelee kwa maisha yako. Nataka ubarikiwe. Nataka uwe na mali. Nikikutana wewe unasema, "Hiyo gari ya nani?" Ya Mgesemani. Hiyo nyumba ghorofa ni ya nani? Ya Mgesemani. Hiyo hospitali ni ya nani? Ya Mgesemani. Hiyo duka kubwa ni ya nani? Ya Mgesemani. Hiyo wholesale ni ya nani? Ya Mgesemani.
hata kama natembea ni hivi. Haleluya. Kwa sababu wakati watoto wako wanafanikiwa wakienda, wewe umefanikiwa. Hakuna mtoto anayesahau mzazi akiwa na mali. Hata akiwa ng'ambo anakumbukanga niko na baba na mama nyumbani. Haleluya. Alafu anasema baba yangu mvua inamnyeshea, tulipitia tabu, wacha tuende huko. Wakati anakuja hakuji eti mchezo wa kuuliza maswali. Amekuja kama amejipanga. Mtoto ambaye amebarikiwa na anataka baraka ya mama na baba. Hata asipokuambia nibariki, tayari umeanza kuzungumza maneno hata kwa nyumba peke yako. Mtoto Mungu, huyu mtoto akitoka hapa, vitu yake iongezeke. Azae watoto wengi. Mali yake iongezeke. Umbariki kila saa. Na haja kuambia anataka baraka. Yeye amekuja kutakusaidia baba na mama ya kwamba walimlea. Lakini wewe unaanza kuongea maneno, unaropoka maneno kwa hiyo nyumba. Ukiangalia ile kanguo wamekuleta au unaropoka. Lazima tusucceed katika maisha ili ya kwamba tuweze kuweka biashara iweze kuvutia watu. Waone Wakristo ndio wana manyumba makubwa. Waone Wakristo ndio wana mahoteli. Waone Wakristo ndio wana magari kubwa. Waone Wakristo ndio wamefanikiwa. Na ukiwa Mkristo ambaye umefanikiwa katika maisha, ukitaka kubarikiwa sana, unapopata nafasi kwa kazi yako, unapopata kazi kwa nafasi kwa biashara yako, kwanza weka Mwisraeli, yani Mgesemani. Akikuangusha sitaki kwa Bishop Otinga. So ukitaka kuchange environment, wewe ambaye umesoma, ile masomo yako hapana kaa nao ukiangalia makaratasi. Ile makaratasi haiwezi kupatia chakula. Hiyo makaratasi haiwezi kupeleka Amerika. Hiyo makaratasi haiwezi kukusaidia. Weka makaratasi kando. Uanze kufikiria nilikuwa nasomea nini? Kama ulikuwa unasomea udaktari, wakati mgonjwa analetwe, chunguza huyo mgonjwa, yani akitoka hapo, yeye amepanua huduma yako. Hakuna siku atalia kwa sababu ataambia watu katika dunia mzima kuna daktari mmoja. Wenda ikuwa ametembea hospitali nyingi, lakini amekutana na wewe na ulisomea kazi ya udaktari. Onyesha hii. Hapana sema mimi ni dokta mkubwa. Naenda kwa reception kwanza na dokta wadogo wa kuangalia. Ukitaka kufanya kazi yote, wacha kujivuna. Ili Mungu akubariki. Maisha ya kila mtu, ukitaka kusucceed katika maisha, tupa kiburi kando. Tupa ile ukali kando. Ati ya kwamba huyu ni yaya, huyu ni mfanyakazi wa nyumba. Sasa unamshughulisha kama mfanyakazi wa nyumba. Huyu mtu unaona hapa atakuwa bosi ya mtoto wako. One time, one day, things will change. So please, tuchukue watu vile walivyo. Tuwasaidie vile walivyo ili tubarikiwe kwa maisha. Kusucceed katika maisha, hata kama wewe ni mkali, wewe ni manager ama wewe ni mkubwa wa kampuni fulani na mtu amekosa, unaweza kumsaidia kutoka karibu kosa bila kumpiga. Kuna mama boss wengine anapiga hata watu kwa kazi. Kabla hajamwambia kitu ni twa. Wewe mjinga gani ulileta ujinga hapa? Naweza kufuta kazi sasa hivi. Unaweza kumfuta ndio. Lakini maisha yako hata kama ukinifuta, unaenda wapi? Because unapofanya mwingine akose kula chakula, anakulaani nyumbani kwake. Kama ulijenga manyumba, uko na karibu maploti 100, sasa mtu akose kulipa miezi 2-3, unaenda kwake na ukali. Unamwambia kwamba nitakufukuza hapa. Nyumba hii ni yangu. Ni yako wewe. Nani alikupatia? Mungu. Naye Mungu huyo ndiye Mungu wa huyo. Your God is my God. Yes. Hallelujah. Amen. If you can succeed, I can do so. Kama ulinunua gari, naweza nunua. Kama ulijenga, naweza jenga. So please, tukitaka kurudi kuingia Kanani, wamesema tuliweke wa Kenya wote wanaenda Kanani. Tukitaka kuingia hiyo Kanani, lazima tuanze kufundisha Kanani hapa. Kanani mzuri ni ya kwamba Mkristo ambaye amesucceed katika maisha asaidie wengine kusucceed. Hii wakati wa corona, watu njaa inaua. Niliona kwa TV jana hata wasichana kununua hiyo pads. Hawawezi. Sasa anaenda kuchukua zile nguo za zamani ajifungie. Na wewe uko na pesa. Wewe hata kusaidia hata mmoja. Na unajua mama yake hawezi, yeye anashughulika apate chakula. Maana hata chakula yenyewe anakula kwa tabu. Kama mjui, kuna wakati nilienda nyumbani. Unajua nilikuwa nasema acha niende nisaidie watu hawa ambao corona imekuja. Acha niende nisaidie watu nyumbani. Maana walikuwa wamefungiwa, hawana hata chakula. Nikanunua mahindi gunia zangu 4. Nikachukua sukari gunia 4. Nikachukua hizi mask, nilienda nikapatia watu pesa wasone. Nilinunua hapa hata Grace ndio ninunulia hizo vitambaa. Nikapeleka nyumbani. Nikaenda nikasona ili niwagawie free. Unajua hata kuipata ni ngumu. Nikaambia nikaenda kwa Dio, nikamwambia sasa unajua nataka kusaidia watu.
lakini nataka watu only 100 people. Kaambia chief 100 people waende kwa Bishop Otinga. Chief akaambia Makuru 100 people. Wow! Wapi? Tulisema saa ngapi? Saa 3. Saa 11:30 mama ananiamusa. Abantu wetu ya kuketi. Watu wamepanga laini nje. Kupunua hivi. Bado hakuja vizuri. Laini ndio hiyo. Sio ile 100 ulikuwa nao. Watu nikihesabu peke yake hata hawajafika wale wako chini walikuwa 400. Nikaangalia nikasema sasa nibadilishe mbinu. Vile nilikuwa naweka kolokolo 2 nikasema change, weka 100. Sky tulikuwa tunapima kilo, weka nusu. Ili kila mtu apate kitu. Hizi zilitosha kwa maana nilikuwa nimesona 1000. Zilizoza na zikabaki. So huko nikawacha jina. Kwa maana unapofaulu saidia wengine waonyeshe umefaulu. Na chochote unafanya dunia hii, kila kitu unafanyia mtu hakitasauliwa. Hata wewe usiposema watu watasema. Yesu akaponya mtu, akamwambia usiambie mtu yoyote kilichofanyika. Ilitangazwa dunia mzima. Kuna mtu ameniamsha hapa, bali ambapo singeweza kutoka. Kuna mtu amenisaidia. Haleluya. Wewe unaposaidia, wewe saidia na uende. Uone usikie sifa yako nyuma. Yale ambayo unasikia nyuma, hiyo ndio kusucceed katika maisha. Hiyo ndio kuendelea. Hiyo ndio kukua. Ndio maana nimefika mahali nimefika. Acts chapter 10 verse 34. It says, Then Peter opened his mouth and said, In truth, I perceive that God shows no partiality. 35. But in every nation, whoever fears him and works his righteousness is accepted by him. In every nation. Every year 35. In every nation, kwa kila kipimo, kwa kila kitu uko nacho kinakubaliwa kwa yule ambaye anamfuata Mungu. Hebu soma. 35. But in every nation. In every nation. Whoever fears him and works his righteousness is accepted by him. Is accepted by God. If you fear him, you are accepted by him. I don't know if you fear God or you fear your pastor. Kwa maana watu wengine wanafanyanga vitu akiona pastor ndiye anajificha. Akija kanisa ndio amen hata 10. Lakini akiwa nyumbani kwake hakuna amen. Ni kutukana Bwana. Kupiga watoto kichwa kwa ukuta, kichwa kama ya baba yako. Kusungumza maneno ya ujinga. Lakini akija hapa, mtakatifu ni kama alienda mbinguni. My friend, if you want to succeed in your life, you must believe in yourself. Believe in what you are doing. Anything you are doing in this world, believe in it. Because ile kidogo unaanza nayo, hiyo ndio njia ya kufungua mlango ya kwenda bali unayotaka kwenda. Kwa maana hata kutembea kwenda Kisumu kutoka hapa, step moja ndio inaanza. Au hiyo ndio mtu anaenda Kisumu. Lakini akikaa tunataka kwenda Kisumu, hataenda. Yeye atakaa tu hapo anaenda Kisumu mpaka aanze naenda Kisumu. Unaona sasa? Ndio unaenda kwa kutafuta gari. Maana step ya kwanza ile ndio inaonyesha hakuna pesa inaweza kuitwa 10,000, milioni 1 kama haina shilingi moja. Shilingi ile wamekataa kwetu kwa wachukuange shilingi. Wametupa hizo mashilingi. Lakini hiyo shilingi moja bila kwa pesa yako haiwezi itwa vile iko. Na Mkristo bila kuheshimu Mungu hawezi kuwa Mkristo. Lazima kwanza uheshimu Mungu na neno lake. Kisha uheshimu watumishi ambaye ametuma. Basi saidia wale wengine. Ukienda katika Yohana anatuambia kwamba mtu akisema napenda Mungu ambaye hamuoni na hawezi na anachukia ndugu yake ambaye anakaa naye, Mungu hayuko ndani mwake. Tena anasema ni mchawi huyu. Unaona? Kusucceed katika maisha yako, kitu cha kwanza lazima uchukue neno la Mungu. Likae katika kinywa chako, likufungulie milango. Namba 2, uanze kujiamini ya kwamba unaweza fanya kitu. Unaweza kaa kama watu wengine. Watu wote wa hii kanisa wakuwe wafanikiwe katika maisha, wanunue magari, wakuwe na manyumba makubwa, wapate kujiendesha katika biashara yao, wasimame na familia zao. Wewe unakuja kuniuliza maswali na hata ile unasema Bishop, kweli kabisa nilisikia, lakini kwetu hakuna mtu alifanya hivi. Unataka mtu wako afanye? Mtu gani wewe kwenu au unataka afanye? Wamesema wewe uende ufanye. Ile ambaye baba yako na babu yako hawakufanya, wewe fanya. Ili ya kwamba Mungu wetu apate kujulikana kwenu, lazima wewe umuonyeshe huko ya kwamba uko na huyo Mungu. Lakini vitu mingi vimepotezwa kwa sababu watu wa siku hizi wanataka kufanya ile kitu mtu mwingine amefanya, wanataka mashindano.
Mtu anakuja kufunga harusi, ati wanamuuliza ulitumia pesa ngapi? Anamwambia 1300. Anasema yangu itakuwa 1500 ama 1,000,000. Ona sasa umeleta mashindano. Si harusi unataka? Wewe umekuja kushindana. Wewe ulinunua nini? Nilinunua gauni, nikanunua. Mimi nitanunua double. Zingine zikae hapo. Yangu nitaleta kamera inatembea namna hii. Sasa, ulienda kushindana ama ulikuwa unataka mke wa kuishi naye? Kama ni mke wa kuishi naye, hata kama ungeona shilingi 50, 50 bob. Na uandikiziwe certificate. Umeshaoa. Uko na bibi, peleka ng'ombe na dawari. Umefanikiwa kwa maisha yako. Hivi ndio kushindana, hii ndio imefanya watu wanakuwa na shida. Kwa sababu anajiweka kwa madeni, alafu zaidi wanaingia kwa nyumba, alikuwa amesahau ya kwamba watakula. Sasa mshahara yako yote inaenda kwa madeni ile ulikopa. Chachi ilikupatia nusu, lakini nusu yote ni wewe unataka na ulipe. Sasa mshahara inakuja, inaenda huko. Mtakutana na bibi hata kabla ya wiki haijaisha. Nimeolewa na kitu gani hii? Hakuna chakula kwa nyumba. Hii ni kitu gani iko hapa? Hakuna hata nguo utanunulia tangu tukae hapa. Hii ni kitu gani? Sasa wote wananiambia madeni. Mimi nilikuja hapa kuishi kwa madeni. Sasa ona. Na yeye alikuwa anakuambia tupate tushinde ule. Sasa yeye amekugeuka. Wandugu na wadada wapendwa, simama peke yako kwa kila kitu unafanya. Ili ya kwamba upate kusucceed katika maisha, ujiamini na usimame kwa ile unataka kufanya peke yako. Kama ulikuwa roho yako inasema unataka kusomea IT, hapana geuzwa na mtu mwingine akwambia IT hakuna pesa. Ati wewe enda kwa walimu. IT iko na pesa gani? Ingia kwa hii walimu uone vile pesa zinamwagika. Ama enda usomea business you what. Ama akwambia enda kwa kama ni msichana anakuambia enda ile ya kupika inaitwaje? Kwa sababu unaposimama watu wanapokufanyia mabaya, Mungu atakuweka mbele yao. Wataanza kukuona. Wataona ukiendelea. Wataona ukikua. Wataona ukimea. Haleluya. Sasa yote ambayo una watu wamekudharau, wakakutukana, wakakukataa, usiseme juu yao. Patia Mungu nafasi. Ili uone vile utakaposucceed katika maisha. Unapobishana, Mungu anatoka hapo. Unapowakasirikia, Mungu anakuacha. Unaposema vibaya kwao, Mungu anakaa kando. Lakini unapowapenda, amina. Glory. Haleluya. Kuna ndugu mmoja hapa ambao sitasahau nikiwa daktari. Alikuwa hana mtoto, miaka 15. Mtu huyo analia, lakini alipokuja nimwombee. Bibi yake alikuwa anapenda watoto sana. Lakini wewe uzai ukiona mtoto wa mtu unafura kama mandazi ya bamba. Alafu zaile ukipata hata wako moja na labda ulifungwa kama uko na kamoja. Alafu wageni wanakuja kumtembelea wanacheka na mtoto wako, unamwaga kwake supu na mfupa. Na wako tu ni steak ya mafuta. Huyu unaongeza maji. Uniambie vile Mungu atakubariki. Shida kila siku inakuja kwako. So ndugu na dada, tupate kusucceed katika maisha, tupende wale watu ambao wametukataa. Tupende wale watu ambao wanatusema vibaya. Tuwalete karibu ili ya kwamba waone tukifanikiwa, waone tukiishi. Ndio maana nasema naandaa meza mbele ya watesi wako. Ili waone ukikula, waone ukibarikiwa, waone ukifaulu, waone ukitembea, waone ukiwa na pesa. Unaomba fare kwenda town. Sasa hao wanakuomba ya kwenda nyumbani. Na unawapea. Sababu wanaona mtu aliyebarikiwa, mtu ambaye alimwamini Mungu. Mungu naye akafungua ya kwamba lazima ajibu neno lake. So ndugu dada mpendwa, Mungu anajibu neno lake kwa sababu kwa wale ambaye wanakubali kufuatana naye. Tusome kitabu cha mwisho ili ya kwamba niwaombee, maana najua ya kwamba kufanikiwa katika maisha lazima mtu ajisimamie mwenyewe. Usitegemee mtu kwa maisha yako kuendelea. Hata kama ni biashara, usiseme tuungane tufungue biashara. Wewe fungua biashara. Kama unataka kununua kitu, usiseme tuungane tununue. Maana mtapigania hiyo kitu. Mtatukanana kwa hiyo kitu. Mtakosania kwa hiyo kitu. Urafiki yenu itakatika. Simama hata kama ni kidogo. Anasema kwa ile kidogo unaanza nayo, ushukuru Mungu. Job chapter 8 verse 7. Ukishaanza develop your work. Though your beginning was small, yet your latter end should greatly increase. Unasikia? Hebu rudia kidogo. Job 8:7 it says, though your beginning was small. Your beginning was small. Yes, you see, what I was trying to tell you. Amen. Uheshimu ile kitu kidogo unaanza nayo. Amen. Any small starting is good for you.
Lakini wewe ngoja kitu kubwa, nimekwambia wale wanangoja mamilioni wanakufa bila hiyo. Wale wanangoja kuolewa na wazungu wanakufia kwao. Anzia tu mahali ambapo unaweza kuanzia. Bishop, nitaanzia wapi? Anzia mahali unaanzia. Hapana ngojea capital. The small, although it was small, yes, but they started from the small one. Amen. And they succeeded in life. Amen. Sasa wewe ukitaka ile kubwa, hauta succeed. Na hiyo kubwa haitakuja. Hii kanisa hatu kuanzia mahali hiko. Nilianza na watu wawili. Na tulianzia kwa tukaenda watu 4, tukaenda watu 7, hivyo watu wakaanza kuja wakibarikiwa. Kanisa ndio hili limepandwa. Makanisa ile tuko nayo haihesabiki. Haleluya. So mahali haijalishi mahali unaanzia. Biashara yako haijalishi mahali unaanzia. Nyumba yako haijalishi vile unajenga. Kazi yako haijalishi vile unaenda kufanya. Kile kinajalisha ni ya kwamba umekubali vile unaanza. Kama unataka kusucceed kwa maisha yako kuanzia siku ya leo, kitu cha kwanza amini neno. Ya pili ujiamini. Ya tatu uwe na mwanzo mahali unaanzia. Kila ambacho unaanza nacho mimi sitaki kujua. Hapo mahali unaanzia ndio Mungu atakubariki. Amen. Wacha tuone ili kwamba muweze kubarikiwa. Yule ambaye hakupata kitu siku nyingine utapata. Akubaliane nao, abarikiwe, aone wema na uzuri. Wote wanapoguswa watakutafuta. Asante kwa maana Mungu umetenda. Baraka iwafuate, iwalinde siku zote. Wale ambao wamefungwa wafunguliwe, wale wana kazi wapatie kazi, wale wana biashara waanze, wale ambao hawajaolewa waolewe, wale ambao waliharibiwa ndoa zao watengeneza kuanzia leo. Asante kwa kufungua mlango. Kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi nimeomba. Amen. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kuchukua nafasi yenu kuweza kusikiza huduma huu ama mahubiri haya. Mbarikiwe sana.